Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mauzo ya tiketi yanakwenda vizuri sana kiasi cha kutia moyo. Mpaka sasa tumemaliza daraja la Tanzanite za shilingi 250,000. Tumebakiwa na madaraja mengine yapatao matano. Nachukua nafasi hii kutoa rai kwa wanasimba wote ambao wana dhamira ya kuja Benjamin Mkapa siku ya tarehe 26, wafanye hima kununua tiketi zao kwa ajili ya kuja uwanjani. Wale ambao wanakusudia kukaa VIPA wana leo tu ya kununua tiketi zao, hadi tukiamka kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu VIPA zitakuwa zimesha katika. Baada hapo tutabaki na BC pamoja na mzunguko. Kwa hiyo basi nachukua nafasi hii kuwaomba na kuwahimiza wana Simba kununua tiketi zao kwa wingi, kwa haraka, ili kila mwana Simba apate nafasi ya kuja kwenye mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu una maana kubwa sana, mchezo huu una thamani kubwa sana, na mchezo huu tunauhitaji sana. Mchezo huu una vitu vingi vya msingi vipya ambavyo tunakwenda kuvishuhudia kwa mara ya kwanza vikitokea katika ardhi yetu ya Tanzania. Kwanza tunakwenda kuandika historia ya kuwa klabu ya 3 barani Afrika kufuzu ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya 7 mtawalia. Hakuna klabu yoyote unaoifahamu wewe ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo Afrika hii, ukitoa Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly. Timu nyingine Afrika ambayo imekuwa na uhakika wa kucheza group stage kwa mara ya 7 mfululizo ni Simba Sports Club. Tangu tumeanza kampeni zetu hizo mwaka 2018 hatujawahi kuondoka tena kwenye hatua kama hii, ukitoa ile ya UD Songo. Baada hapo tumekuwa na mfululizo na uhakika wa kushiriki ligi ya mabingwa, kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo hatutakiwi kuyatazama kwa jicho la uoga. Hatutakiwi kuyatazama kwa jicho la wasiwasi. Tunatakiwa kuyatazama mafanikio haya kama sehemu kubwa ya mafanikio ndani ya taasisi yetu ya Simba Sports Club. Lakini ni jana tu ambapo timu yetu imetangazwa kuingia kwenye orodha ya timu 10 Afrika ambazo zinawania tuzo ya timu bora msimu uliopita. Sasa hii sio jambo la kulichukulia kawaida hata kidogo. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limeiongezea thamani klabu yetu ya Simba Sports Club, limeiongezea heshima timu yetu ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo hatuna budi sisi wenye Simba yetu kuonesha kwa vitendo hili jambo ambalo limetokea. Tuna kila sababu ya kwenda kuwapongeza viongozi wetu tarehe 26, kwenda kuwapongeza wachezaji wetu hasa ambao walikuwepo msimu uliopita, ambao walifanya kazi kubwa na kuifikisha Simba hapo ilipofika hivi sasa. Sasa ni sehemu gani ambayo itatupa sisi nafasi ya kwenda kupeleka ujumbe wetu ya kuwapongeza na kuwashukuru wachezaji wetu zaidi ya Benjamin Mkapa? Kwa hiyo twendeni wana Simba kwa pamoja, asibaki mtu yoyote nyumbani, asibaki mtu yoyote tawini. Matawi yote ya Simba hasa ya Dar es Salaam na mikoa ya jirani tarehe 26 yanatakiwa kufungwa, watu waje Benjamin Mkapa. Tabia ya watu kuangalizia mpira matawini tarehe 26 haitakiwi hata tawi moja. Kila tawi lifungwe, watu waje Benjamin Mkapa. Lakini vile vile nahodha wetu, kipenzi wetu Shomari Kapombe ametangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji 10 bora Afrika ambaye anawania tuzo. Ni heshima kwa Shomari Kapombe, ni heshima kwa Simba Sports Club, ni heshima kwa mpira wetu wa Tanzania. Hatuna budi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe katika mchezo huo. Amefanya kazi kubwa sana ya kuiheshimisha Simba Sports Club. Sio jambo jepesi hata kidogo kwa yeye kuingia katika orodha ya wachezaji 10 bora barani Afrika. Na tena sio mchezaji wa kawaida Kapombe, ni nahodha wetu sisi Simba Sports Club, ni nahodha wa mfano ambaye anaiongoza Simba kwa mfano ya wachezaji bora. Ameteuliwa na ni jukumu letu sisi tarehe 26
kwenda kumpongeza Shomari Kapombe. Baadaye tutatoa maelekezo tunampongeza kwa namna gani. Atakapoingia tusimame tumpigie makofi, ama ikifika dakika 12 tumpigie makofi maana anavaa jezi namba 12. Tutapanga hapo baadaye na kupeana maelekezo, lakini sio jambo la kupita kimya kimya hili kwa Simba Sports Club na kwa nahodha wetu Shomari Kapombe. Sasa ukiangalia yote hayo yanakupa sababu mwana Simba kuja uwanjani, lakini tunakwenda kuiona Simba ambayo imefanyiwa mapinduzi ya kimpira, Simba mpya ambayo katika nyinyi mmekuja hapa hakuna ambaye amewahi kuiona Simba hiyo. Tunakwenda kuiona wote pamoja siku ya tarehe 26. Ukibaki nyumbani hautaifaidi vizuri na Simba hii. Kwa kila mwana Simba ajitahidi, apambane, aje uwanjani tarehe 26. Na tunapokuwa uwanjani, wenzetu ambao walikwenda kwenye mechi ya kule Eswatini, mashabiki tuliona kitu ambacho walikifanya. Kwa mfano, wakati kona inapigwa, mashabiki wakawa wanaimba kona goli, kona goli. Tuna kila sababu na sisi kufanya hivyo hivyo. Tukipata kona yoyote ile, jukumu letu mashabiki wote wa Simba ambao tuko Benjamin Mkapa ni kusimama na kuimba kona goli, kona goli, ikiwa ni sehemu ya kuwahamasisha wachezaji wetu kufanya vizuri kwenye tukio husika. Tumeona wenzetu wa pale Swatini walifanya hivyo na kweli ikatulipa. Kona goli, kona goli, na kweli ikapigwa kona na Neo Maema akakutana nayo Nangu akaunganisha kunyavu. Kwa hiyo tuna kila sababu na sisi kuiga kile ambacho wenzetu walifanya, kuwatia moyo wachezaji wetu. Mpira wa kona ukiwa unapigwa, tunaimba kona goli mpaka litakapoingia goli la kona, tunafurahia kwa pamoja. Uwepo wa baadhi ya timu kutokuwa na kiingilio uwanjani, kwa maana timu zote tatu zisipokuwa nyingi, kwa kwa binafsi kama mhamasishaji nakupa pressure kwa namna moja au nyingine? Hainipi pressure kwa sababu maji yamejitenga na mafuta. Waliotangaza bure wamejitenga kwenye eneo lao, na sisi tuliotangaza kiingilio tumejitenga kwenye eneo letu. Kila mtu anaithaminisha bidhaa yake na kuipeleka sokoni. Wenzetu wamethaminisha bidhaa yao, wakaona ni bidhaa ya bure, wakaenda kutangaza bure. Sasa huwezi kuwalazimisha, huwezi wenyewe wenye timu yao wameona hii timu haiuziki popote. Hii timu hakuna mtu anaweza akalipa kiingilio akamuone Boyeli. Hii timu ni ya thamani ya bure, wakaamua kutangaza bure. Sasa watu wa hivyo huwezi kuwalazimisha. Kwa Simba Sports Club, sisi tumekaa tukaithaminisha timu yetu, tukaona timu yetu inafaa watu kuingia kwa kiingilio, kwa sababu huwezi kwenda kumuona bure Jonathan Soa, huwezi kwenda